Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 11 siku ya Jumanne. Mada leo inasema kile upendo usichofanya. Soma tena Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya 4 hadi ya 7. Kwa nini Paulo anataja sifa hasi badala ya sifa chanya tu za upendo? Jana tulitazama mambo 7 ambayo upendo hufanya. Leo tutaangazia mambo 8 ambayo haufanyi. Upendo hauhusudu. Neno hili linaweza kutumika kwa namna chanya kama katika kutaka karama zilizokuu. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ya 31. Kutaka karama za rohoni, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 ya kwanza, na takeni sana kuhutubu, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 ya 39. Hapa ingawa kama katika Matendo 7 aya 9 ni hasi, ni sawa kutaka karama za rohoni, lakini sio kuwaonea wivu watu wenye karama au vipawa. Hili linasababisha mafarakano. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 aya 3. Upendo hautakabari. Kitenzi hiki kinatoa wazo la majivuno na tamaa ya kutaka kusifiwa na wengine. Upendo hata hivyo haujitazami wenyewe hivyo. Hili liko wazi zaidi katika sifa inayofuata. Upendo haujivuni. Kitenzi hiki kinatokea katika Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya kwanza katika kauli ya kuvutia ya Paulo. Ujuzi huleta majivuno bali upendo hujenga. Kinarejelea mtu anayejawa na sifa ya kujiona bora kuliko wengine. Upendo haukosi kuwa na adabu. Kitenzi hiki kinaweza kuwa na maana nyingi. Hata hivyo, kwa ujumla kinamaanisha kutenda kinyume na viwango vya kijamii na kimaadili kwa namna yenye kufedhehesha, ya aibu, isiyo na heshima au isiyofaa. Huenda Paulo anarejelea tabia ya kiburi na ya kifidhuli ya kundi la wenye nguvu kuelekea washiriki dhaifu huko Korintho. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya 10 na Wakorintho wa kwanza sura ya 8. Upendo hautafuti mambo yake. Hii ni sawa na kile anachosema Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 24. Mtu asitafute haki yake mwenyewe bali ya wenzake. Hii ni tafsiri ya mwandishi. Upendo huacha haki zake kwa ajili ya wengine. Tazama somo la 5. Katika mazingira ambayo kila mtu anatafuta haki ya mwenzake, wote wanafaidika. Upendo hauoni uchungu. Kitenzi paroksino kinamaanisha hali ya kawaida ya kuchochea kumwelezea mtu anayekasirika kwa urahisi. Hili linamaanisha kwamba upendo haukasiriki haraka au kuwa na harara. Upendo hauhesabu mabaya. Kitenzi logizomai kina maana ya uhasibu hapa, kumaanisha kwamba upendo hauzingatii makosa ya mtu. Kwa maneno mengine, upendo pia unamaanisha kusamehe. Upendo haufurahii udhalimu. Upendo hauhesabu tu mabaya ya mtu mwingine, lakini hauyafurahii. Tunapowapenda wengine kweli kweli, hatuyafurahii makosa yao, bali badala yake tunatafuta kuwasaidia. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Agosti 11 siku ya Jumanne, tukiangazia mada isemayo kile upendo usichofanya. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.